Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Wengi tunafahamu msanii Alikiba ni msanii ambaye anafanya vizuri sana katika tasnia ya sanaa ya muziki, lakini pia ni msanii ambaye hapendi sana mambo yake binafsi yawekwe kwenye mitandao ya kijamii. Licha ya kwamba yeye ni msanii, lakini hapendi mambo yake binafsi yaanikwe kwenye mitandao ya kijamii. Na ndio maana ukiangalia interview nyingi sana za msanii Alikiba, yeye amekuwa na majibu ya shortcut sana, mpaka kupelekea waandishi wa habari kudai kwamba msanii Alikiba anaringa sana. Lakini pia ni msanii ambaye ukiamua kumfanyia interview basi unatakiwa uwe na uvumilivu mkubwa sana, kwa sababu anaweza akakurudishia tusi au anaweza akakusababishia siku yako ikawa mbaya kweli kweli. Majibu yake yamekuwa ya shombo kweli, tofauti na wasanii wengine wa hapa nchini Tanzania. Wamekuwa wakipenda sana waandishi wa habari wakiwauliza maswali, kwa sababu ukiangalia waandishi wa habari ndio watu ambao wanawabusti wasanii kwa kiasi kikubwa sana. Sasa kipindi ambacho msanii Alikiba aliachana na mwanamke wake, mke wake kipenzi Amina, basi watu wengi sana walitamani kufahamu ni nini chanzo cha wawili hawa kuachana. Kwa nini Alikiba aliachana na mke wake? Ni nani ambaye alifanya kosa mpaka kupelekea Alikiba kumpatia Amina talaka zote tatu? Unaweza kuona kipindi ambacho Alikiba alimuoa Amina, bana walifunga ndoa moja na mdogo wake Abdukiba. Abdukiba alioa, ambapo Abdukiba alimuoa mwanamke ambaye ni mzazi mwenzake na Mbosso, lakini Alikiba na yeye alimuoa mtu wa Mombasa. Sasa unaweza kuona ni kwa namna gani sherehe yao ilitrend sana kwenye mitandao ya kijamii, na ndoa yao bana Alikiba namna ambavyo alifunga ndoa yake pamoja na mdogo wake Abdukiba, mama yao kipenzi alifurahi sana na kudai kwamba hawa ni vijana wake ambao wanajivunia kwa kiasi kikubwa na wamekuwa wakimheshimu sana kwa kiasi kikubwa sana. Sasa baada ya Amina kuachana na Alikiba, watu wengi sana walikuwa wanamtafuta Amina, yani waandishi wa habari wanamtafuta Alikiba, wanamtafuta pia Amina, ili mradi tu kufahamu hili swala limekaaje. Kwa nini hao watu wawili waliachana? Ni kitu gani ambacho kilipelekea wakaachana? Kwa msanii Alikiba akiulizwa swali kama hilo, mwenyewe amekuwa hajibu na kudai kwamba ni mambo yake binafsi. Kwa nini wanamfuatilia? Kwa nini hao waandishi wa habari wanaulizia mambo yake binafsi ya familia, na wanataka kuyanika kwenye mitandao ya kijamii? Sasa siku ya leo bana Amina amezua gumzo kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii baada tu ya kufanya interview yake. Aliulizwa kuhusiana na sababu kubwa ambayo ilipelekea akaachana na msanii Alikiba ni ipi, kwa sababu hakuna mtu yeyote ambaye anafahamu sababu kubwa ambayo ilisababisha Alikiba akampatia talaka zote tatu. At least angempatia moja moja basi ya kumfikiria, aweze kumfikiria, lakini alimpatia talaka zote tatu na Amina akaamua kurudi kwao Mombasa, na story ya Amina pamoja na Alikiba ikaishia hapo. Sasa Amina siku ya leo ameweza kuhojiwa na moja kati ya media ya huko Mombasa kuhusiana na mahusiano yake na Alikiba. Ilikuwaje kwaje wakaachana na Alikiba? Sasa Amina ameongea kwa uchungu sana na kudai kwamba alidhani akiolewa na msanii Alikiba angekuwa ni msanii wa tofauti, kwa sababu ukiangalia msanii Alikiba ni msanii ambaye yupo tofauti sana. Ukiangalia ni msanii ambaye hajatoboa masikio, hajachora tattoo, yani ni msanii ambaye ana yale maadili ya kidini fulani hivi, anaheshimu dini kwa upande fulani, lakini pia kwa upande fulani yeye ni mwanamuziki na anafanya kazi yake ya kimuziki vizuri kabisa. Na ukiangalia msanii Alikiba amekuwa akiongea waziwazi kwenye mitandao ya kijamii kwamba yeye anaheshimu sana dini ya Kiislamu, na ndio maana alidai kwamba hawezi kabisa kufungua kampuni ya kubeti kwa sababu ni haramu katika dini ya Kiislamu. Sasa unaweza kuona Amina aliona kitu cha tofauti sana kwa msanii Alikiba na kuona kwamba huyu msanii sawa ni msanii na sawa wasanii wanakuwa na sifa mbaya, lakini kwa sababu yeye ni Alikiba na kwa sababu yeye ni msanii wa tofauti, basi huenda angekuwa na tabia za tofauti. Lakini Amina anakuambia mawazo yake yalikuwa tofauti kabisa, kwa sababu anadai msanii Alikiba amekuwa ni msanii ambaye hajatulia na amekuwa ni mume wa tofauti sana. Na kitu ambacho Amina anakuambia, kitu cha kwanza ambacho kilikuwa kinamkwaza sana, msanii Alikiba alitengeneza studio pale nyumbani, na Amina aligoma kabisa hilo swala na kumpinga msanii Alikiba na kumwambia kwamba sipendezwi na hili swala, kwa nini uweke studio hapa nyumbani na ukiangalia unaishi na familia na mimi naishi na mtoto mdogo. Lakini Alikiba hakusikia na akajidai kwamba yeye ni mwanaume na kuamua kujenga hiyo studio ambayo aliijenga. Sasa
Baada tu ya Amina kuona kama vile hasikilizwi na mume wake, basi akaamua kulipotezea hilo swala na kukuambia kwamba watu wote ambao walikuwa King Music, yani wako katika record label ya King Music, bana kipindi kile walikuwa ni watu wengi sana, wakina Chidi, kina Kili, wakina Country Boy, walikuwa wasanii wengi sana ambao walikuwepo katika hiyo record label ya Alikiba. Sasa unaambiwa, Amina anakuambia, sasa unakuta wewe upo nyumbani unatamani kurelax na mume wako, bana wasanii wanajazana pale katika studio, na ukiangalia yeye ni mwanamke, ana mambo yake, anatakiwa kufanya mambo yake, lakini pia ukiangalia Alikiba anamkomandi kwamba awapikie watu wote wale, unakuta watu zaidi ya 10, anatakiwa awapikie, afanyaje, mambo yanakuwa ni mengi sana. Hilo swala alilikataa kuanzia mwanzo. Kwa nini Alikiba amefungua studio pale nyumbani na kwa nini asifungue studio sehemu nyingine? Na ukiangalia at least hata kama amefungua studio pale nyumbani, ile studio awe anaitumia yeye binafsi, sio kuwaita wasanii wenzake kuja kushinda pale. Anakuambia walikuwa wanashinda watu wengi sana mpaka yeye anashindwa kufanya mambo yake kama mwanamke, lakini pia kufanya wajibu wake yeye kama mke wa Alikiba. Lakini kitu kingine kikubwa ambacho Amina amekizungumza kwa uchungu sana, alidai kwamba msanii Alikiba alimvunjia heshima kubwa sana. Yani kuna mdogo wake ambaye mdogo wake alitokea Mombasa, wa kike. Sasa huyo mdogo wake sema kweli, Amina anadai kwamba mashallah ni mrembo sana. Sasa Alikiba alishindwa kabisa kuvumilia na kumwamua kumtongoza huyo mdogo wake na Amina. Sasa baada ya Alikiba kumtongoza mdogo wake na Amina, basi Amina akampatia taarifa hizi Alikiba. Yani aliongea naye kwa utaratibu na kwa upole. Alidai kwamba Alikiba, niliongea naye kwa upole sana na kumwambia kwamba kwa nini amemtongoza mdogo wangu? Kwa nini asingeenda kutongoza huko nje? Ni kitu gani ambacho anakikosa kwangu? Lakini Alikiba alipaniki na kugoma moja kwa moja na kudai kwamba mdogo wako anatugombanisha na mambo gani na mambo mengi. Lakini mdogo wake alikuwa na message ambazo Alikiba alikuwa akimtumia usiku kipindi ambacho amelala, basi anamtumia message ili mradi tu waweze kutoka aende kutembea naye au kulala naye. Sasa Amina akadai kwamba alishindwa kabisa kuvumilia, akifikiria swala la studio ambayo imehamia hapo nyumbani na wasanii wanashinda hapo kuanzia asubuhi mpaka jioni, lakini pia akifikiria swala ambalo Alikiba amelifanya kwa mdogo wake wa kike, basi akashindwa kabisa kuendelea na Alikiba. Na mpaka leo hii Amina anakuambia yeye hawaamini tena wasanii na wala hatamani tena kuolewa na msanii. Kitu kilichobakia kati yake pamoja na Alikiba basi ni kulea mtoto, na wanaendelea kumlea yule mtoto wao vizuri, na mpaka sasa hivi tunaweza kusema Amina anaendelea na maisha yake, lakini pia msanii Alikiba anaendelea na maisha yake. Kumbe tumepata ukweli hapa ni kwa nini Alikiba hapendi kuongelea mahusiano yake kwenye mitandao ya kijamii. Kumbe huyu kaka bana, unaweza kumuona ni mpole, unaweza kumuona ni mkaka ambaye ametulia, hana tattoo, hajachubua masikio, lakini kumbe bora hata wale wasanii ambao ni wahuni, kama ukimwangalia msanii Diamond ana tattoo kibao, ametubua masikio, ametubua pua, sasa unaweza kuona yule ndo muhuni. Lakini kumbe kuna muhuni huko Alikiba ametulia tu na watu hawamuoni. Sifa yake kwa nje inaonekana ni nzuri, lakini kwa ndani kumbe ni mchafu ambaye haeleweki kabisa. Na Amina ameshindwa kuvumilia na kuamua kuanika hili swala wazi kwenye mitandao ya kijamii. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na turn on notification.